Lengo ni kutafuta suluhu ya amani. Suluhu ya amani. Hata Yesu kwenye nyumba hii ya kanisa hili, yeye ni mfalme wa nini? Wa amani. Mfalme wa amani ni Yesu Kristo. Ukisoma kama msema Biblia ipo pale, anisomee Injili ya Ezekieli. Ezekieli ile sura ya 16 na mstari wa 49. Ukisoma vizuri pale utaona Mungu alikasirika hata akaamua kuiangamiza Sodoma na Gomora kwa matendo ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Mungu akaipiga Sodoma na Gomora akaiangamiza. Wake alichukizwa na vitendo vya kulawiti, vitendo vya ubakaji, vitendo vya unyanyasaji. Tusomee pale kama umefika. Ezekieli ile sura ya 16 na mstari wa 49. Ezekieli 16 mstari wa 49. Biblia inasema, amina, tazama uovu wa umbo lako Sodoma ulikuwa huu, kiburi na kushinda chakula, kiburi na kushiba chakula na kufanikiwa, hayo yalikuwa ndani yake na binti zake, tena hakuutia nguvu mkono wa maskini na mhitaji. Ukiendelea kusoma vizuri mpaka mstari wa 50 utaona Mungu alichukizwa na uovu wao. Wale watu waliokuwa na uhitaji, wale watu ambao walikuwa ni maskini, walishindwa kuwasaidia, wakaanza kuzini nao kwa kutumia mali zao, wakaanza kuwashawishi kwa kutumia fedha zao. Wale matajiri wanawashawishi maskini, wanawashawishi wahitaji. Watoto wanapoisi, tunatoa taarifa kwa viongozi wetu, kwa askari wetu, askari kata pale, Afande Abubakari, tunapompa taarifa, yeye anajua anakusaidia vipi. Anakusaidia upate PF3, ukatibiwa, ujikinge na magonjwa mengine ya zinaa. Kwa Mungu ni Mungu, yupo katika roho na mwili pia. Kimwili polisi itakulinda, kimwili utakiwa upate matibabu mapema, usiambukizwe magonjwa, mwingine asioze kizazi. Lakini kiroho Mungu anatutia nguvu ya kufika kanisani na kumwabudu pia na pumzi ya wao. Kwa ningewaomba sasa sisi kama Wakristo tuweze kushirikiana kwa ukaribu ili kutanzua, kubaini na kutoa taarifa za matendo yote ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Asanteni kwa kunisikiliza. Ninawashukuru sana sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya tena. Asante Bwana. Bwana huu Mwokozi wangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja katika safari yangu tatembea na wewe. Nawashukuru sana. Asante. Kwa nafsi yangu nimefurahi sana watu wangu wa Msalato kupata elimu hii ya ukatili. Nadhani sasa tutapena taarifa, sivyo? Tutapena taarifa za uhalifu wa masuala ya ukatili wa kijinsia, ikiwemo kubaka, kulawiti na mambo mengine yanayohusu migogoro ya kifamilia, ili tuweze kutanzua kwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu mchungaji, nikushukuru kwa nafasi hii. Sasa uturuhusu tuendelee na ratiba zingine. Asante sana. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Asanteni sana. Asante. Makofi mengi kwa ndugu zetu. Ongeze makofi, ongeze makofi. Tungekuwa tuna mambo mengi, pengine ingesimama mtu mmoja ashukuru, lakini ratiba yao
wanataka tena wafike kanisa lingine sasa. Amen. Tutaka tuwaibie wimbo moja mzuri kwamba hapa kuna kwaya moja inajiita sisi ni makomando wa Yesu. Sasa nao muda hautoshi. Wangapi wamejisikia vizuri kabisa? Wakuu wetu, ndugu zetu, watumishi wenzetu, karibuni sana. Tunashukuru sana. Salamu zetu mtupelekee huko kwenye jeshi la polisi nchi nzima kwa vitengo kadha wa kadha mlivyonavyo. Kwa maneno haya machache, naomba tusimame sasa wote, alafu tuwaombee kwa kifupi ili waendelee na kazi yao mahali. Tupite tu hapa, maaskari wetu waombee hapa. Nyinyi mtasimama tu, hatutaweka hata mikono kwenye vichwa, lakini tunawaombea baraka. Na kanisa letu lina mtandao wa YouTube, kwa hiyo hata mwingine ukiingia kwenye YouTube ukaweka hii Msalato utakuta na ninyi mpo huko. Sasa tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wetu wa mbingu na nchi, na kushukuru kwa ajili ya watumishi wako hawa wanaokutumikia chini ya mamlaka muhimu katika nchi yetu ya Tanzania. Tunawaweka sasa mikononi mwako, Bwana wa majeshi, ndugu zetu hawa waliowakilisha jeshi la polisi katika nchi yetu, waliopo hapa leo. Tunaweka mikononi mwako Mungu, wabariki, endelee kuwawezesha katika kazi zao za kila siku za kuhakikisha usalama katika nchi yetu. Neema yako Bwana endelee kuwatunza wanao ndugu, wanao watoto na wao na wote tunaweka mikononi mwako Mungu, endelee kuwatetea, waepushe kila balaa zote za yule mwovu shetani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wape kibali siku zote, mahali popote wanapokanyaga, wakanyage pamoja na wewe Mungu uliyewatuma kazi njema. Asante kwa ajili ya yote uliyosema nasi tumesikia. Tunaweka mikononi mwako Mungu, watangulie, waende salama katika kazi zao. Baraka yako iwe juu yao katika jina la Yesu naomba. Tuseme amen. Makofi mengi kwao. Walivyo wanaendelea wakati ndugu zetu tunawatoa